Hadithi ya Mwanga wa Shujaa. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi na mto mrefu uliojaa samaki, aliishi msichana mdogo aitwaye Elina. Elina alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mchoraji maarufu, lakini aliishi katika familia maskini. Alikuwa na baba mzito ambaye alikuwa mvuvi na mama yake alifanya kazi ya kilimo, lakini familia yao ilikuwa na changamoto nyingi za kifedha. Hata hivyo, Elina alijua kuwa aliweza kufikia malengo yake, lakini alikumbana na vikwazo vingi. Elina alikuwa na kipaji cha ajabu cha uchoraji. Alikuwa akichora picha nzuri za mandhari ya kijiji chao na maisha ya kila siku, lakini picha zake zilikuwa na huzuni nyingi. Alikuwa na maumivu ya moyoni kwa sababu alijua kuwa alikuwa na ndoto kubwa, lakini aliona kuwa njia ya kufikia malengo yake ilikuwa ngumu. Aliishi kwa matumaini kwamba siku moja angeweza kuwa na maisha bora, lakini alijua kuwa haikuwa rahisi. Siku moja alikutana na mzee mmoja aitwaye Mzee Hamisi, ambaye alikuwa maarufu kwa hekima zake. Mzee Hamisi alikuwa mzee wa kijiji na alijua hadithi nyingi za zamani za shujaa mmoja maarufu aliishi katika kijiji hicho miaka mingi iliyopita. Aliamua kumwambia Elina hadithi ya shujaa huyu aliyeweza kubadilisha maisha ya kijiji kizima kwa kutumia nguvu za imani, juhudi na mapambano. Mzee Hamisi alimwambia Elina kuhusu shujaa mmoja aitwaye Jabari. Jabari alikuwa mvuvi kijana aliyezaliwa katika kijiji hicho miaka mingi iliyopita. Alikuwa na familia maskini kama Elina, lakini alikuwa na ndoto ya kuwa shujaa mkubwa. Aliishi kwa matumaini, lakini alikumbana na changamoto kubwa katika maisha. Akifanya kazi kila siku kwa bidii ili kujitafutia chakula cha familia yake, lakini alijua kuwa maisha yake yangeweza kuwa bora zaidi. Siku moja Jabari aliona jinsi kijiji chake kilivyokuwa kimejaa huzuni. Watu walikuwa wanakufa kwa njaa na magonjwa, na kijiji kilikuwa na shida kubwa ya kifedha. Jabari alijua kuwa alihitaji kufanya jambo kubwa ili kubadilisha hali ya kijiji chao. Alijua kuwa kama angeweza kuvua samaki wengi kutoka mtoni na kuwapelekea watu wa kijiji, wangeweza kuwa na chakula cha kutosha na kuepuka njaa. Lakini mto ulikuwa na samaki wachache sana na ilikuwa ni vigumu kuvua samaki kwa kiasi kikubwa. Watu walikuwa wanajaribu kila mbinu, lakini walikuwa wanashindwa. Hata hivyo, Jabari hakukata tamaa. Aliamua kuvua samaki kwa kutumia mbinu mpya aliyogundua kwa bahati. Aliweza kuvua samaki wengi na kuwaleta kwa kijiji. Watu walifurahi sana kwa msaada huo, lakini Jabari alijua kuwa hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza tu ya kusaidia kijiji chake. Jabari alijua kuwa kama angeweza kutatua shida za kijiji chake, alihitaji kufanya jambo kubwa zaidi. Aliamua kuanzisha mradi wa kilimo cha samaki katika mto ili kuhakikisha kuwa samaki wangeweza kuendelea kuishi na kuzaliana. Aliweza kuhamasisha watu wa kijiji kuanzisha mradi huo na kuwafundisha jinsi ya kulima samaki kwa njia endelevu. Hii ilileta mabadiliko makubwa kwa kijiji chao. Kwa juhudi na mapambano, Jabari alifanikiwa kubadili maisha ya kijiji chake. Aliweza kuanzisha miradi mingi ya kilimo na kijiji kilianza kuishi kwa amani na furaha. Alijivunia kuona kuwa aliweza kubadilisha maisha ya familia yake na kijiji chake kwa kutumia nguvu za imani na juhudi. Watu walimuita shujaa wa kivuli kwa sababu aliweza kuleta mwanga wa matumaini na maisha bora kwa watu wa kijiji chao. Mzee Hamisi alimaliza hadithi yake kwa kumwambia Elina, binti Jabari alijua kuwa changamoto ni sehemu ya safari yetu, lakini alijua kuwa mapambano makubwa yanahitaji juhudi kubwa. Aliweza kubadilisha maisha yake na maisha ya wengine kwa sababu aliendelea kupigana na ndoto zake. Hata wewe binti, unaweza kufikia malengo yako. Hakuna kilicho kigumu ikiwa utaendelea kupigana na kujitolea kwa moyo wako. Elina aliguswa sana na hadithi ya Jabari.